Na kwa hivyo maandalizi mnayoyafanya na msisitizo na uwekezaji huu ambao timu ya Wizara ya Elimu mnaufanya na kutuamsha sote na kutushirikisha pia, ni jambo jema, liendelee kuungwa mkono na liendelee kuwekewa mkazo. Hakika tusipofanya hivi, dunia itatuacha na haitatuhurumia wala haitakuwa na habari na sisi. Kwa hivyo hongereni sana Profesa. Naomba tumpigie makofi. Na Profesa, unajua vikao hivi vya kukusanya hela ni tofauti na vikao vyetu mimi na wewe na Mheshimiwa Chande vile vya wajumbe. Makofi ni machache sana, fedha ni nyingi sana. Ndugu wageni waalikwa, asante. Pamoja na matukio mengine, kongamano la E-Learning Africa litajumuisha mkutano wa mawaziri wa elimu na sekta nyingine kutoka barani Afrika. Aidha, kwa mwaka huu mawaziri takriban 50 kutoka katika nchi 49 barani Afrika wanatarajiwa kushiriki kwa lengo la kujadili na kuazimia mikakati ya pamoja ya kuandaa nguvu kazi mahiri katika kubuni, kuzalisha na kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidijitali. Ndugu wageni waalikwa, kwa kuzingatia uzito na fursa anuai zinazoambatana na kongamano hili, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameridhia kuwa mgeni rasmi katika hafla ya ufunguzi. Naomba nirudie hapo. Okay. Nashukuru kumbe mmenielewa. Nilitaka nirudie. Aidha, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya kuhitimisha kongamano hili. Asante. Hali hii sambamba na matukio mengine inasadifu uzito wa jukumu lililoko mbele yetu katika kuhakikisha maandalizi ya kongamano hili yanafanyika kwa ubora na mafanikio yaliyokusudiwa. Ndugu wageni waalikwa, ninatarajia ushirikiano mkubwa wa hali na mali kutoka kwenu ili kuhakikisha kongamano hili linafanyika kwa mafanikio makubwa na kuendelea kutunza sifa kubwa ya taifa letu. Kama mnavyofahamu, kutokana na fursa nyingi, kunakuwa na ushindani na mvutano mkubwa baina ya wadau katika kuvutia makongamano kama haya kufanyika katika nchi zao. Inawezekana pia maamuzi ya kongamano la e-learning kufanyika nchini kwetu hayakuja kirahisi. Hivyo hatuna budi kuhakikisha tunaacha alama na kuvutia makongamano mengi zaidi nchini kwetu. Na nimefurahi Katibu Mkuu Profesa Caroline mwanzo alipokuwa akitoa maelezo ya awali alizungumza juu ya utalii wa mikutano. Kwa hivyo hili ni moja katika jitihada hizo za pamoja za kuleta mikutano mingi ili iweze kuwa na mchango katika pato la taifa letu na uchumi wetu. Ndugu wageni waalikwa, nyote mnafahamu kwa katika karne ya 21 mahitaji ya kiteknolojia katika sekta ya elimu na sekta nyingine yanabadilika na kuongezeka wigo kwa kasi kubwa. Hivyo elimu mtandao na matumizi ya teknolojia za kidijitali sio jambo la hiari tena. Bali ni hitaji la msingi katika kuhakikisha kuwa wanafunzi wetu wanapata elimu bora, jumuishi na ya kisasa. Ndio maana sera ya taifa ya elimu na mafunzo na mitaala iliyoboreshwa inasisitiza kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali katika kufundishia na kujifunzia, sambamba na kuongeza uwezo wa nchi yetu katika kubuni na kubiasharisha teknolojia hizo ili tusibaki kwa soko tu bali nasi tuzalishe. Narudia tena kumpongeza Profesa na timu yake kwa kazi hiyo kubwa na nzuri, na Mwenyezi Mungu akitujalia uko mbele tunapokwenda
tutapata suluhu ya mambo mengi sana kwa kufanya hivi. Yawezekana kuna mwalimu wa science mahala hayupo, kwa hivyo badala ya kuwa na mwalimu physical, lakini through e-learning watu wanaweza kupata practicals na theories na mambo mbalimbali kupitia mitandao. Profesa Mkenda, Profesa Caroline na timu nzima ya Wizara ya Elimu, hongereni sana. Ndugu wageni waalikwa, kwa moyo wa dhati ninawaomba mtuunge mkono kwa kuchangia kongamano hili kwa maendeleo ya sekta kama ambavyo mmekuwa mkifanya wakati wote. Kwa kuchangia kongamano hili mtakuwa mmechangia katika kuboresha mazingira na fursa zitakazoimarisha maisha ya maelfu ya watoto na vijana wa Tanzania. Na siku hizi mambo yamekuwa mazuri, internet iko karibu kila kona ya taifa letu na umeme upo karibu kila kona ya nchi yetu. Na hii ni kazi nzuri iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na jemedari wetu, kinara wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kupitia mikakati na mbinu bunifu, watoto na vijana wa Kitanzania watapata elimu bora na jumuishi. Mwisho, ndugu wageni waalikwa, baada ya hotuba yangu hii fupi, ninaomba sasa nifungue rasmi na kuwakaribisha katika zoezi la kuchangia kwa utaratibu utakaotolewa hivi punde. Ni matumaini yangu kuwa kila mmoja wetu ataondoka hapa akiwa amechangia au ametoa ahadi ya kuchangia kwa fedha, kwa mawazo au kwa ushawishi. Na nimefurahi sana kwamba Profesa Mkenda na timu yake tayari wamejitahidi sana kwa kusema kweli. Na hii wanasema Waswahili ya kwamba chereko na mwenye mwana, au sivyo bwana? Maana unatualika harusi au unatualika ngoma tucheze, wewe mwenyewe hukujipanga. Profesa Mkenda na Profesa Caroline ukweli wamejipanga. Hadi wanamwalika kiongozi aje hapa, kwa maana naibu waziri mkuu, tayari taarifa walizonipatia kwenye faragha kiasi cha shilingi milioni 900 tayari walikuwa wamekwisha kuzikusanya. Kwa hivyo hiyo ni jitihada nzuri walioifanya, na pia vile vile bila ya kupoteza utamu wa kitakachokuja kufanyika hapa, kikiongozwa na balozi kama moderator wetu, ameniibia siri pale. Profesa anasema pia hapa ziko fedha zaidi ya milioni 600 ambazo zitapatikana usiku huu. Na kwa hivyo katika kongamano hili, yani tuna matarajio ya kufanya harambee ya fedha zisizopungua bilioni 1.5. Kwa hiyo na mimi nitaandikwa kesho kwa niaba ya Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Daktari Doto Mashaka Biteko kwamba Ulega aongoza harambee iliyochangisha bilioni 1.5. Sio kazi nyepesi hivyo. Na ni heshima sana kwa nchi yetu kwamba ametuomba tuwe wenyeji kwa mara ya pili. Lakini cha muhimu zaidi, sisi ilibidi tuombe kibali kwa sababu ni mkutano mkubwa, una majukumu na utatumia rasilimali za nchi yetu. Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliridhia, lakini na kuletwa mkutano huu ni kielelezo cha jinsi ambavyo diplomasia ya nchi yetu kwa kweli inaenda vizuri, kwa sababu aliomba kwamba Tanzania tuwe sehemu ya wenyeji. Kwa hiyo Mheshimiwa Balozi, huko na kwenda, kazi yenu imerahisishwa sana, kwa sababu mwanadiplomasia namba 1 rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anasababisha watu wanajaribu sana kuja kufanya mikutano mbalimbali hapa, na hiyo inasaidia sana kuendeleza utalii wa mikutano. Lakini kwa kweli huu mkutano wa kubadilishana mawazo na nchi mbalimbali ambazo zitakuja hapa, sisi tuna mengi ya kujifunza kwao na pengine na wenyewe wana ya kujifunza kutoka kwetu. Kwa sisi tumekuwa tukienda kwenye mikutano kwa watu wengine, sasa hivi tunafurahi kwamba tutakuwa tuna host. Na katibu mkuu hatujalala usiku mzima, tumesafiri, tumeingia asubuhi hapa.